Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Mwanzo sura ya 3 aya ya 9. Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Pendwa ambaye unaendelea kufuatilia mafundisho kupitia chaneli ya Mikono ya Kristo, ninakushukuru kwa kuwa unatenga muda wako kufuatilia mafundisho haya. Mungu akubariki sana wewe unayefuatilia mafundisho haya popote ulipo, bila kujali pengine unapitia changamoto gani, lakini ukasema ngoja nipitie kwenye chaneli ya Mikono ya Kristo nione kuna ujumbe gani siku ya leo. Mungu akubariki sana. Mafundisho yapo mengi kabisa na tunaendelea kufundisha kila anapoitwa leo. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu, na ninamuomba Roho Mtakatifu akupe ufunuo kwenye akili yako ili kila tunachokifundisha upate kukielewa. Adui mwovu Shetani asikupumbaze kwa namna yoyote na kufuta kila neno la Mungu ndani yako kwa namna yoyote, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Basi kila anayeamini na aseme amina. Somo langu la leo linahusu nafasi. Nimeanza na neno hapo mwanzo kabisa. Mungu anamuuliza Adamu, uko wapi? Mungu anafahamu kabisa Adamu alimwacha wapi. Mungu anafahamu kabisa, alikuwa anafahamu vema kabisa Adamu alikuwa wapi, ndipo mahali pake. Lakini kitendo cha Mungu kumuuliza Adamu yuko wapi, maana yake ni kwamba Adamu alitoka kwenye nafasi yake. Adamu hakuwa kwenye nafasi yake. Ndio maana Mungu akamuuliza Adamu, uko wapi? Inawezekana na wewe leo Mungu anakuuliza upo wapi? Nafasi. Sasa beba kichwa cha somo hiki, kinasema hivi: kaa kwenye nafasi yako ili kusudi la Mungu lipate kutimia. Kwa sababu ili kusudi la Mungu litimie ndani yako, ili maisha unayoishi yawe ni maisha ambayo yanampendeza Mungu, lazima ukae kwenye nafasi yako. Kila mmoja anayo nafasi ambayo Mungu wa mbinguni amemuitia hapa duniani. Tukumbushane ya kwamba tumeumbwa ili tumwabudu Mungu. Hiyo ndiyo kazi ya kwanza kabisa ambayo mwanadamu aliumbwa nayo. Huwezi kumwabudu Mungu bila kuijua nafasi yako. Mifano yuko mingi, lakini nitakupa mfano au mifano michache tu. Namba 1. Roho wa Mungu amewaweka watu kuwa wainjilisti. Amewaweka watu wengine kuwa walimu. Ameweka watu wengine kuwa waombaji. Ameweka watu wengine kuwa makuhani. Kuna magrupu karibu 4 hapo nimekutajia. Sasa wewe mwinjilisti unaweza kukaa kwenye nafasi ya uombaji? Haimaanishi mwinjilisti hawezi kuomba. Anaweza kuomba, lakini nafasi yake ni kuinjilisha, sio kuomba. Kwa hiyo kila mmoja anayo nafasi. Hapa nimezungumzia utumishi ule kabisa kabisa, ni mtu ambaye yuko katika utumishi. Lakini hata kwenye kazi ambayo wewe unaifanya, inawezekana kabisa Mungu amekuita wewe kuwa baharia. Inawezekana kabisa Mungu amekuita wewe kuwa daktari. Inawezekana kabisa Mungu amekuita wewe kuwa mwalimu. Sasa usipoijua ile karama ya Mungu ambayo imewekwa ndani yako, maana yake utakuwa unahangaika na nafasi ambayo haikuhusu. Na ukishahangaika na nafasi ambayo haikuhusu, utakuwa ni mtu wa kutangatanga, na mwishowe utaona kila unachokifanya kiendi vizuri kwa sababu tu umekaa kwenye nafasi ambayo sio ya kwako. Na kila nafasi ambayo Mungu ameweka ndani yako inalo kusudi kwa ajili yako na wengine.
Yaani Mungu amekuweka kuwa mwalimu kwa sababu kuna watu Mungu anataka wapate elimu kupitia wewe, kwamba wewe ukiwafundisha, kwa sababu ndio kusudi la Mungu limo ndani yako kufundisha, hao watu wataelewa vizuri. Kazi yoyote ni wito, ingawaje zamani kwa anasema ualimu ni wito, udaktari ni wito. Kazi yoyote ni wito, lazima uitwe ili kazi yako ifanye kwa ufanisi, kwa ubora na kiwango cha hali ya juu. Huwezi kufanya kazi ambayo haukuitwa nayo kwa ufanisi, kwa ubora na viwango vya hali ya juu sana, kwa sababu inahitaji kujitoa zaidi kuliko kutumwa. Ndio maana halisi ya wito. Na Mungu akisha kuita tayari, wito huo utaifanya kazi ya Mungu kwa ubora, ufanisi na viwango vya hali ya juu. Lakini si tu kufanya kazi kwa ubora, ufanisi na viwango vya hali ya juu, utapata ulinzi katika kazi yako, kwa sababu unafanya kazi ambayo Bwana wa majeshi ndiye amekuita nayo. Mungu akisha kuita kwenye jambo fulani, lazima akupe njia ambazo utapita kuifanya kazi hiyo kwa ufanisi. Lazima akuwekee ulinzi kwenye kazi hiyo. Lazima kazi hiyo ikuzalie matunda. Ili swala ni la lazima, wala sio hiari. Hakuna mtu alifanya kazi ya Mungu asipate matunda. Ukisoma kwa habari za wale wafuasi wa Yesu 12, wale wa mwanzo kabisa wale 12, waliwahi kumuuliza Mungu, sisi tumeacha kazi zetu zote, tumekufuata wewe, tuwapata faida gani? Nini maana yake? Walikuwa wanatafuta matunda, na Mungu aliwajibu. Yesu aliwajibu, majina yao yameandikwa mbinguni. Ilikuwa ni tuzo moja ya uhakika kabisa kwamba nyinyi majina yenu yameandikwa mbinguni. Aliwapa uhakika, nyinyi mtafika mbinguni. Katika wale wazee 24 tunaosoma kwenye Biblia, wazee 12 ni wale wafuasi wa Yesu 12. Kumbe ahadi yake Yesu ilikuwa ni sahihi kwamba nyinyi mtafika mbinguni. Aliwahakikishia. Ilikuwa ni neema kubwa sana mtu aliyepo duniani kuhakikishiwa atafika mbinguni, ingawa alikuwa anaendelea na maisha yake ya kawaida. Hakikuwa kitu cha kawaida. Kwa hiyo pale ilikuwa ni sehemu ya kwanza ya kuambia ujira wenu, yani nyinyi jiandikieni kwamba mbinguni mmefanya nini? Mmefika. Na kweli unasoma kwa habari za wazee 24, wale wazee 12 ni wafuasi wa Yesu 12. Kwa hiyo wewe naye ambayo Mungu amekupa kazi fulani ya kufanya, maana yake ni hii. Hiyo kazi ukishaifanya kwa uaminifu, yani maana yake lazima ulinzi wa Mungu uwe juu yako. Lazima hiyo kazi utaifanya kwa ubora, kwa ufanisi na viwango vya hali ya juu, na lazima kazi hiyo itakuletea matokeo chanya. Hili siyo ombi, hii ni ahadi ya Mungu mwenyewe. Hauwezi kuifanya kazi ya Mungu kwa uaminifu alafu kazi hiyo ikakuletea matokeo hasi, ikakuporomosha ama ukaaibika. Haiwezekani. Kwa sababu ni sawasawa Mungu anakupa kazi alafu yeye aaibike. Yesu hawezi kukupa kazi wewe ukaaibika. Bwana wa majeshi hawezi kukutuma kazi yote wewe ili uaibike. Hakuna. Mungu anaweza akaruhusu uaibike ili yeye apate kutukuzwa. Atakuaibisha kwa muda alafu baadaye atakuinua, lakini bado utakuwa kwenye nafasi ya kuinuliwa. Kwa hivyo elewa kwamba unapokaa katika nafasi yako unajitengenezea mazingira rahisi ya kuifanya kazi yako, kwa sababu Mungu wa mbinguni lazima atakuletea vitendea kazi ili kazi yake ipate kwenda mbele. Hakuna mtumishi wa Mungu anahubiri habari ya Injili, anahubiri habari ya neno la Mungu, anafundisha neno la Mungu, ashindwe kujua namna ya kufanya kazi yake. Haiwezekani. Wewe unaweza ukashangaa anakufundishaje, unaelewa, lakini yeye anafundishwa na Roho Mtakatifu kwa sababu ndio kazi aliyoitiwa. Na wala huwezi ukastruggle. Yaani ukifanya kazi inayokuhusu hauwezi kutaabika kwa sababu ni kazi ambayo inakuhusu. Wewe unaweza kumshangaa mwalimu, mshahara wake mdogo, ana miaka kede kwenye kazi. Wewe unapata kazi yako juu kabisa, mshahara mzuri, marupurupu mengi,
ukienda kumtazama mwalimu wako wa shule ya msingi yuko pale pale, lakini hajawahi kuacha ile kazi, kwa sababu wito ulikuwa ndio ule, kufundisha shule ya msingi ili wewe upate kufanikiwa. Kwa hiyo kwa elimu yake yeye, umechukua wewe elimu kutoka kwake, imekusaidia, na kwa mwingine na kwa mwalimu mwingine umefikia hapo ulipo. Lakini je, yeye kule ametoka? Hajatoka, na maisha yake yanaendelea na ana relax, ana nawili tena. Basi ukiwatazama walimu wao hata hawazeeki haraka. Unafikiri kwa nini? Mungu ndiye anawatunza kwa sababu ya kazi wanayofanya, ni kazi ya wito wao. Kumfundisha mtoto kutoka ujinga mpaka werevu sio kazi nyepesi, ni kazi ngumu. Ndio maana akasema ualimu wito. Waliona ualimu tu, sio ualimu. Kazi yoyote ile inataka wito wa Mungu. Kwa ukiitwa kuwa mwalimu, kaa kwenye nafasi yako ili Mungu apate kutukuzwa kupitia wewe. Kaa kwenye nafasi yako. Ukiondoka kwenye nafasi yako, Mungu hatotukuzwa, kwa sababu ile nafasi ambayo Mungu alikuwekea ili apate kutukuzwa, wewe haupo, umetamani kazi nyingine. Na ukishatoka kwenye nafasi yako, maana yake ile hekima na maarifa ya kufanya hiyo kazi yanaondolewa, lakini vile vile ulinzi ambao unatokana na kazi uliopewa unaondolewa. Unabaki unatembea wewe mwenyewe. Hii ni hatari sana. Sasa jambo hili limesababisha watu wengi sana wanatembea kwenye nafasi zisizo za kwao. Matokeo yake maisha yao yamekuwa ni ya kuhangaika kweli kweli, kwa sababu moja tu, wanatembelea mazingira yasiyo ya kwao. Huwezi kumtoa samaki kwenye maji ukamleta mchikavu, labda mamba, na mamba sio samaki, labda kenge, na kenge sio samaki. Ndiyo, samaki mazingira yaliyowekwa ni mazingira ya maji. Mazingira yaliyoumbiwa samaki ni mazingira ya kwenye maji. Hawezi kusurvive mchikavu. Ukimleta mchikavu utamtaabisha na mwisho wake atakufa. Sio mazingira rafiki. Vivyo hivyo, huwezi kumchukua kuku ukampeleka kwenye maji. Sio mazingira ambayo ameumbiwa kuishi. Ameumbiwa kuishi nchi kavu ili aweze kusurvive, aweze kuishi. Ukimpeleka kwenye maji, manake umemuondolea mazingira halisi na umemuondolea ulinzi wake, kwa sababu akiwa nchi kavu anajua namna ya kujilinda kadiri ya Mungu alivyomuumba. Sasa na binadamu ni hivyo hivyo. Tumeumbwa katika mazingira ya kuishi duniani, ila katika vipengele tofauti tofauti. Kila mmoja anayo karama ambayo Mungu amemuita nayo, na kila mmoja anayo nafasi ambayo Mungu amemuita nayo. Unapokaa katika nafasi nyingine sio ya kwako, lazima utaishi maisha ya taabu, utaishi maisha katika mazingira magumu. Ni kwa sababu tu unatembelea kwenye nafasi isiyo ya kwako. Kwenye ndoa, unavyosikia habari ya ndoa, ndoa ni kitu ambacho Mungu anakiunganisha yeye mwenyewe, na lazima mkono wa Mungu uhusike ili wewe uweze kusurvive kwenye ndoa. Sikiliza kwa makini sana. Swala la ndoa sio swala la kwako wewe, sio swala la mwanamke kumtafuta mwanaume, wala sio swala la mwanaume kumtafuta mwanamke. Ni swala la Mungu kukuongoza yupi anayekufaa. Anakufaaje? Kulingana na mazingira yako na tabia ambazo Mungu anazijua ni za kwako. Lazima kutafutie mtu ambaye anaweza kuzivumilia hizo tabia na kukuhurumia, iwe kwa mwanamke iwe kwa mwanaume. Lazima upate mtu ambaye anaweza kuzivumilia tabia zako, anaweza kuzirekebisha tabia zako, anaweza kuwa na huruma na wewe. Kwa hiyo ukiona ndoa yako haina vitu hivi, jiulize mara mbili. Hiyo ndoa ni kweli na ina mkono wa Mungu ama ina mkono wako binafsi?
Usiende kukubali kuchumbia au kuchumbiwa kwa vitu unavyoviona kwa macho yako. Hayo macho yako yanakudanganya tu. Kwa kile unachokiona chochote kile, iwe rangi yake ya zambarau, rangi yake nyeusi. Mimi sijui umemuona na rangi gani. Wewe ndio umemuona. Kama ulimuona na rangi ya samawati, ni wewe ulimuona. Ulivyoona ni wewe. Kama ulisema ulikuwa unakunywa maji unamuona kwenye glasi, ni wewe ulivyomuona. Je, wewe ulivyomuona huyo mtu wako ndivyo Mungu alivyokusudia? Ama unaona makengeza? Lazima ujihakikishie kwamba ninachokiona ndicho kitu Mungu alichokusudia. Yeremia aliulizwa, unaona nini? Kwa sababu kuna kitu alikuwa anaona. Mungu anamuuliza Yeremia, unaona nini? Yeremia anajibu, nimeona sufuria. Mungu anamwambia, umeona vema. Na wewe hapo ambaye umemuona mke huyu, unaweza mwanamke anafaa kuwa mke wako, umemuona sawa. Je, umeona vema kwamba huyo ndiye, au umeona kwa wasiwasi? Sasa bahati mbaya sana, watu wengi hawaoni vizuri, wanaona kwa wasiwasi. Wengine bora liende, nitakayempata ndo huyo. Wengine nataka mwenye maisha mazuri, wengine namtaka mwenye rangi ya samawati, wengine nataka mwenye miguu ya chupa ya nini wanasema wenyewe, si ya soda, si vitu gani. Mwingine anataka mwenye kucha ndefu, mwingine anataka mwenye nywele ndefu. Hayo maono ni ya kwako, hayo maono hayakusaidii. Huruma haipo kwenye kucha, huruma ya mwanadamu haipo kwenye nywele, huruma ya mwanadamu haipo kwenye rangi ya ngozi, huruma ya mwanadamu ipo kwenye moyo wake. Na bahati mbaya sana, moyo wa mtu hauwezi kuona kwa macho yako. Lazima Mungu akusaidie kuona moyo wa mtu. Umependa rangi, moyo wake ni wa ukatili. Umependa kucha, moyo wake ni wa ukatili. Umependa shepu, moyo wake ni wa ukatili. Itakufaa nini kuishi na mtu mkatili ndani yako, akiwa na sifa zote uzuri wa nje unaoona wewe? Kwa hiyo uzuri wa nje sawa, ameumbwa na Mungu mwenyewe, lakini uzuri wa ndani unakufaa. Kwa hiyo ni heri uzuri wa ndani ukufae, wa nje usikufae. Ndoa hiyo inaweza ikadumu, kwa sababu mwanadamu asili yake hawezi wala hapendi kuishi mahali ambapo hakuna amani. Haijalishi panaonekana namna gani, yaani mwanadamu hakuumbwa ili aishi mahali ambapo hakuna amani. Ndio maana leo ukiwafuata watu ambao wako kwenye mataifa ambayo wanapigana vita, hata kama wanaishi maisha mazuri kiasi gani, ukimwambia twende tukaishi nchi fulani kuna amani, yuko tayari. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu hakuumbwa kabisa aishi katika mazingira ambayo ni ya misukosuko. Huyo sio mwanadamu. Mwanadamu jinsi alivyoumbwa, ameumbwa aishi katika mazingira ya amani sana kuliko misukosuko. Kwa hivyo unaweza ukakaa kwenye nafasi ya ndoa isiyo ya kwako. Naomba nikuambie kitu kimoja. Katika utafiti wangu nimegundua kabisa kwamba watu wengi wameoa wanawake watu wengine, na watu wengi wameolewa na wanaume wa watu wengine. Sasa hapa lazima mtafaruku utokee. Ndio unaona kwenye ndoa yako, yani migogoro haiishi, maandamano hayaishi, vurugu haiishi, kwa sababu huyo uliye naye siye ambaye Mungu alitaka uwe naye. Nafasi ulionayo, ulitakiwa kuwa na mtu wa nafasi inayofanana kabisa na ya kwako. Maji yanakaa kwenye udongo ambao asili yake ni kama mfinyanzi, udongo unaotunza maji. Maji yakae kwenye kila udongo. Ndio maana ukichukua maji ukiyatia kwenye mchanga, yananywea yote, yanaondoka, kwa sababu mchanga hauna nafasi ya kutunza maji. Sasa na mahusiano yako hivyo hivyo. Ili maji yakae, ili wewe ukae, lazima ukae kwa mtu ambaye anaweza kutunza maji. Mahusiano hayo yatadumu, kwa sababu maji ni uhai, na maji yanatunzika kwenye udongo wa mfinyanzi, sio kwenye kichanga. Maji yakae kwenye kichanga.
Vile vile mmea ili ukue vizuri hauwezi kustahimili kwenye maji tupu. Ni mimea michache sana ambayo inaweza kustahimili kwenye maji tupu, michache mno, lakini mimea mingi haistahimili kwenye maji. 99.9% ya mimea haistahimili kwenye maji mengi, inakaa kwenye maji kidogo, kwenye udongo kiasi, udongo aina fulani. Kila udongo una asili ya mimea yake. Mimea hii inastahimili kwenye mfinyanzi, mimea hii inastahimili kwenye mchanga, mimea hii inastahimili kwenye tifutifu, mimea hii inastahimili kwenye mawe, mimea hii inastahimili kwenye barafu, lakini kuna mchanganyiko fulani ili mmea uweze kustahimili. Hiyo ni nafasi. Huwezi kulima karanga kwenye mfinyanzi, hizo karanga zitastawi vipi? Huwezi kulima mihogo kwenye mfinyanzi. Mihogo ni mizizi ambayo inatakiwa itanuke, inahitaji tifutifu ili itanuke uweze kustawi vizuri. Sasa wewe unajijua kabisa ni mtu bahili, halafu unaenda kuoa mtu ambaye ni bahili, hiyo nyumba itakuwaje? Yaani nyinyi mtaishije kwenye hiyo nyumba? Si kila mnachonunua mtaka mkiandika kwenye daftari? Si kila kitu nataka mkijue kilikuwaje? Mtakuwa mnataka kupokea tu. Lazima muwe bahili, na Mungu hataki vitu bahili. Ndio maana ukiwa bahili, Mungu atakuletea mtu ambaye atakufundisha kwamba ubahili haufai. Lazima kuelewa mambo haya. Kama ni mwanaume wa kutapanya, upate mwanamke mwenye kuseti mambo, mwenye kujua programu, ambaye anafanana na ubahili kidogo, ili akufundishe kutumia hela vizuri, maisha yaendelee. Mnakutana na watu wote wakuluka majoka, watu wote wakula bata. Hiyo sio nafasi sahihi. Maana yake nyinyi hamtoweza kufikiria ujenzi, hamtoweza kufikiria mambo mengine ya maendeleo. Yaani nyinyi ni starehe. Yaani bwana, hii hela tuna milioni 10, atufanye nini? Twende Dubai. Twende. Hakuna wa kumwambia mwenzake, mume wangu hatuna kiwanja. Hayupo. Yaani kila mmoja anataka tu ponda mali, kufa kwaje. Lakini mke wangu nimpata milioni 20 hapa, tufanye nini? Kama unatenga milioni 5 tu ya matumizi yako ya starehe, hii milioni 15 tufanyie jambo la maana. Tuweke kwenye mradi fulani ili tuweze kuzalisha. Manake Mungu amewakusanyisha watu ambao mnaweza kufanya mambo yakaleta matokeo chanya katika jamii. Umeumbwa kuwa mtumishi wa Mungu moja kwa moja, mwinjilisti. Lazima Mungu akupe mke ambaye anaweza kuvumilia maisha hayo ya uinjilisti. Mwinjilisti hawezi kukaa na mwanamke mwenye tamaa, haiwezekani, kwa sababu huduma yake itakufa. Kwa hiyo lazima Mungu akupe mtu ambaye anaweza kaona thamani ya huduma ulionayo. Nataka kuzungumza kuhusu nini? Nazungumza kuhusu nafasi. Nafasi. Mtu anakwenda kufanya kazi, amesomea uinjinia, ndani yake hamna uinjinia. Ndani yake kuna ualimu, sio uinjinia. Anaenda kule kwa sababu ya maslahi. Hawezi kufanya kazi ile efficient, hawezi kufanya kazi ile vizuri. Haiwezekani kufanya kazi kwa ubora na viwango na ufanisi wa hali ya juu. Haiwezekani, kwa sababu ameenda kimaslahi, sio kwa ajili ya kufanya kazi. Unapoona taifa lina wala rushwa wa kutosha, lina watu wabadhirifu wa kutosha, maana yake wameenda kwenye position sio za kwao. Mtu akikaa kwenye position yake haangalii sana kuhusu mshahara wake. Mshahara unaweza kumtosha, anaangalia zaidi kutoa muda wake ili alitumikie taifa lipate maendeleo. Lakini mtu anakimbilia mfano kwenye siasa, aliyakuwa ana utaalamu wa udaktari, anaacha udaktari, anakimbilia kwenye siasa, maana yake kula anafuata maslahi, wagonjwa huko anakufa. Nimekupa mfano tu, na kazi nyingine nyingi zinazofanana na hizo zipo nyingi sana. Yaani watu wengi wanaenda kwenye positions ambazo sio za kwao, na ukishakaa kwenye position isiyo ya kwako, ulinzi unaondoka. Nimeshakwambia tangu mwanzo, maana ili ulinzi wa Mungu uwe juu yako, lazima ukae kwenye nafasi yako. Ndio maana mwisho wake wanaishia kwenda kwa waganga wa kienyeji, kutoa kafara, kuua watu, kuua watoto wao ili wapate nafasi. Nafasi hiyo sio ya Mungu, umejiweka mwenyewe na miungu yako. Lakini Mungu akikuweka kwenye nafasi, huhitaji kutoa sadaka yote ya kafara,
Mungu atakulinda kwenye hiyo nafasi na utadumu, na kila utakachokipata kitazaa zao zuri ambalo litakufanya pia na wewe uwe na amani. Sio kila mwenye mafanikio na amani. Watu wengi wana mafanikio lakini hawana amani. Sasa wewe kama unafanya kazi ambayo Mungu amekuita nayo, amani kwa nini nakosekana? Ukiwa unafanya kazi hauna amani, maana yake ni kwamba hiyo kazi sio ya kwako, haikufai. Hiyo position sio ya kwako, haikufai. Ndio maana Adamu alipotoka kwenye position yake, Mungu akamuuliza, Adamu uko wapi? Ili Mungu akuhudumie, ili Mungu akulinde, ili Mungu akuinue, lazima uwepo kwenye nafasi yako, ni lazima. Yeremia sura ya 1 aya 5. Fungua Biblia yako tusome kitabu cha Yeremia sura ya 1 aya ya 5. Kama hauna Biblia andika, kopi andika, ili ujue tunapozungumzia nafasi tunamaanisha nini. Aya 5 inasema hivi: Mungu anamwambia Yeremia kuhusiana na wito wa Yeremia, anasema, kabla sijakuumba katika tumbo nilikujua, na kabla hujatoka tumboni nilikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Sasa hii ndiyo nafasi ambayo Yeremia anaambiwa. Habari ya kumjua Mungu, anaeleza kwamba nilikujua, nilikutakasa. Yote 9 baada ya kumjua, baada ya kumtakasa, Mungu anataka kumweleza nini Yeremia? Anataka kumweleza Yeremia kwamba nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Sasa Yeremia akafanye kazi ya uwashi, ingekuwaje? Mungu amwita Yeremia kwa ajili ya kazi ya unabii, tena wa mataifa. Hii ndio maana halisi ya nafasi. Kila mmoja unayemuona Mungu alimweka kwa nafasi yake. Wewe ukiwa nesi, Mungu alikuweka hapo kwa nafasi na kwa kusudi, ili kila kitu Mungu anachokitaka kiende sawa sawa. Kwa nini? Unaweza kujiuliza, kwa nini Mungu anaweka watu katika nafasi mbalimbali? Ngoja nikupe mfano mmoja mdogo tu. Unaweza kuja kwa mtumishi, okay. Unaweza kuja kwangu ukaniambia, mtumishi, naomba uniombee, mimi nimesomea mambo ya nursing lakini natafuta kazi sipati, naomba uniombee nipate kazi. Haya, mimi mtumishi, kazi naitoa wapi? Mimi sina kazi, ila mimi ninayo karama ya kuomba ili wewe upate kufanikiwa. Na hiyo karama ameweka nani? Ameweka Mungu. Kwa hiyo Mungu amenipa karama ya kuhudumia watu, kufundisha watu, kuombea, ili atakaye kuja na shida apate kuombewa, afanikiwe. Sasa connection inakujaje hapa? Kule hospitalini kuna mganga mkuu ambaye amewekwa na Mungu, lakini kule hospitalini kuna ambao wanahusika na mambo ya uajiri. Idara ya afya inaajiri watu. Idara ya afya, wizara ya afya inaajiri watu. Kwenye wizara ya afya amewekwa mtu wa Mungu. Mimi nitaomba kwa ajili yako. Ninapoomba, ninamuomba Mungu akunyanyulie watu ili waweze kupata ajira. Sasa Mungu anajua watu wake. Kwenye wizara ya afya ameweka mkuu wa wizara mtu wa Mungu. Wanaohakiki, wanaofanya usaili ni watu wa Mungu. Kwa nitakapokuombea wewe upate kazi, maana yake ukienda kuapply, Mungu atasema na yule mtu ambaye yupo kwenye ile idara kwa ajili ya jina lako wewe uweze kupata kazi. Kwa hiyo kwa sababu kule kwenye wizara ya afya na idara yote ya ajira wapo watu wa Mungu, na Mungu amekuinua wewe kwenye kazi hiyo ili ukawe nesi, lazima upate kazi. Kwa sababu nitakavyokuombea, maana yake Mungu atawainua wale kule walione jina lako. Wakiliona jina lako watakuita kwenye interview. Ukiitwa kwenye usaili, jina lako litapita kwa sababu ni kazi ya Mungu. Mungu ana connect watu wake wote mahali walipo kwenye nafasi. Sasa wewe ambaye ulipaswa kuliona jina la mtumishi huyu ambaye amesomea nursing apate kazi, haupo kwenye position yako, umeenda sasa kwa mama ntilie. Huyu atapataje kazi?
hawezi kupata kazi kwa sababu connection ilikuwa nayo wewe. Yani wewe ungekaa kwenye nafasi yako, maana yake huyu wewe ungeliona jina lake, wewe ndio ulipaswa kuona jina lake. Sasa haupo kwenye position, umeenda sehemu nyingine, maana yake unasababisha sasa huyu apate kazi, kwa sababu wewe ndio ulipaswa kuinua jina lake apate kazi. Haupo kazini, umeacha kazi, umekataa kufanya hiyo kazi. Hiyo ndiyo hasara ya kutokukaa kwenye nafasi. Hakuna mtumishi anayeomba kitu kikatokea kimeujiza, hayupo. Mtumishi anaomba ili Mungu atafute watu wake kwenye hizo position. Unaomba kufanya biashara yako ifanikiwe, lazima Mungu ainue wacha Mungu waje dukani kwako. Lazima Mungu ainue watu waje kununua dukani kwako. Watu wamemwasi Bwana, watu wamemwasi Mungu, wewe kwenye duka lako utauzaje? Connection ya maisha ya mwanadamu, mafanikio yake na nafasi ambayo Mungu anakuwekea ni muhimu sana. Kwa hiyo usije ukadharau nafasi ambayo Mungu anakuita nayo. Mungu akikuita kwenye nafasi, maana yake hiyo nafasi sio kwa ajili yako tu, ni kwa ajili yako pamoja na wengine watanufaika kwenye hiyo nafasi. Sasa ukitoka kwenye nafasi yako, elewa kwamba Mungu anaweza kukusambaratisha, ama Mungu anaweza kukuacha, ama Mungu anaweza kukutazama tu kwa mbali, unahangaika mwenyewe. Ndio unakuta mtu leo anaokota makopo, kesho anauza siso, kesho kutu anauza chipsi, siku inayofuata ameenda kuomba kuwa deiwaka, kazi za vibarua viwandani. Yani mtu anazulula kwa mwaka mzima, amefanya kazi mbalimbali zaidi ya 150 mwaka mzima. Ukishaona hivyo, maana yake wewe haupo kwenye position yako, yani wewe haukai kwenye nafasi yako. Ukikaa kwenye nafasi yako, lazima utadumu na lazima utaelewa mahali gani Mungu amekuita. Nafasi ili baraka zako zije, nafasi ili jina la Mungu litukuzwe, nafasi ili kusudi la Mungu lionekana kutimia, nafasi. Kaa kwenye nafasi yako. Fungua tena Biblia yako, kitabu cha Amosi, ni kuonesha hasara kutoka kwenye nafasi. Amosi sura ya 9 aya ya 14. Neno la Mungu kupitia kitabu cha nabii Amosi nasema hivi: nami nitawarejesha tena watu wangu Israeli waliohamishwa, nao watajijenga miji iliyoachwa maganjo na kukaa ndani yake, nao watapanda mizabibu katika mashamba na kunywa divai yake, nao watatengeneza bustani na kula matunda yake. Kwa nini Mungu anasema atawarejesha watu wake Israeli kwenye eneo ambalo lililoachwa maganjo na wakae ndani yake? Mara zote Waisraeli walipotawanyishwa ni kwa sababu walimwasi Mungu, hawakukaa kwenye nafasi iliyowahusu. Waisraeli walipoenda utumwani, waliposambaratishwa na kila kadhia iliyomkuta Mwisraeli, ni kwa sababu moja tu, kwa sababu waliacha nafasi walio nayo. Na wewe ni hivyo hivyo. Utakapoacha kukaa kwenye nafasi yako, maana yake ni nini? Mungu atakuacha, utaanza kutangatanga ovyo, utaanza kuona maisha ni magumu. Kwa nini? Kwa sababu unatembelea nafasi isiyo yako. Kuna mtu anauliza, nitajuaje nafasi yangu? Vizuri sana. Mungu alipoweka manabii, alipoweka waonaji, alipoweka watumishi wa Mungu, aliyajua hayo. Kuna watu hawawezi kuona hivi vitu, lakini unaweza kuanza kujipatanisha na Mungu kwa kuomba toba, kwa sababu kama unatembea nafasi sio ya kwako, maana yake ulimwasi Mungu. Uliamua kutembea kwenye njia ambayo unaijua mwenyewe. Usisubiri ama usitazamie kutembea katika njia ambayo Mungu alikusudia. Kwanza unafanya toba, alafu jipatanishe na Mungu kupitia toba, alafu muulize Mungu. Jipe nafasi ya ukimya, jipe nafasi ya kukaa peke yako na Mungu. Muulize Mungu, hivi mimi ninatembea kwenye nafasi sahihi? Hivi mimi ninapita katika njia ambayo Mungu amekusudia?
ama mimi najiendea endea tu kama nguruwe? Umeshindwa hayo, tafuta watumishi wa Mungu, kawaeleze hivi, mimi niulizeni kwa Mungu, niulizeni kwa Mungu, mimi natembea kwenye njia sahihi? Hapa ninapotembea ndipo Mungu aliponikusudia au napuyanga tu? Watumishi watakwambia hapo ulipo ni sehemu sahihi, fanya 1 2 3 nawe utaishi. Hapo ulipo sio sehemu sahihi, ondoka hapo, sehemu yako ni hii. Kama inawezekana kuhama position, unahama position. Nafasi, unapokosa kukaa katika nafasi, unajikuta una nafasi nzuri, mshahara mkubwa, lakini umebanwa, huwezi kumwabudu Mungu. Ukiona ndugu yangu upo kwenye nafasi nzuri alafu haupati muda wa kumwabudu Mungu, hiyo sio nafasi sahihi. Mungu hawezi kukupa nafasi ambayo itakubana usimwabudu yeye. Kumbuka, Mungu wetu ni Mungu mwenye wivu. Hawezi kukubali unatumikishwa na wanadamu au na miungu usimwabudu yeye na yeye akafurahia. Haiwezekani. Kwa hiyo lazima kuwa makini na nafasi katika maisha yako, na elewa ya kwamba kila mmoja katika maisha tunayoyaishi anayo nafasi halisi itokayo kwa Mungu Baba wa mbinguni. Ndiyo, kila mmoja anayo nafasi kabisa ambayo Mungu wa mbinguni amekuumba nayo. Ni matumaini yangu somo hili umelielewa. Haukuelewa jambo, drop your comment, andika comment yako, sio ni uvivu, eleza hapo kwenye comment. Nasaidia sana kwa jibu watu kwa ujumla wake, lakini pia inatusaidia na sisi kuweza kuandaa somo. Labda kuna kitu haukukielewa kikakutatiza ama kimekutatiza, tunaposoma hizo comment tunaweza kuandaa somo, alafu kwa ujumla watu wengi wakawa wameelewa. Lakini pia namba za simu zipo, tuwasiliane, piga namba hapo ziko, tuwasiliane ili tuweze kukusaidia. Kaa kwenye position yako. Mna watoto, hawa watoto mnapaswa kujua position zao. Kama Yeremia Mungu anamwambia nilikujua, basi watoto wako pia Mungu anawajua. Sasa wewe usipende kuwapeleka watoto sehemu unayotaka wewe. Siku moja nikiwa namalizia, nikupe mfano mmoja mdogo tu. Nilikuwa nimeenda kanisani. Nilipoenda kwenye kanisani, kuna vijana huwa wanafanya huduma pale kwenye madhabahu. Basi kuna mtoto mmoja nikamuona. Haikuwa kawaida, yule mtoto kila siku namuona, ila siku hiyo nikiwa kanisani nikawa nimeenda kumvalisha mshipi. Yani alikuwa amevaa kanzu. Sasa ule mshipi unakuwaga unaburuzika chini. Kwa hiyo nikaenda kumfunga vizuri. Wakati namfunga aliniongelesha kitu fulani. Aliniambia fanya haraka haraka muda unaenda. Wakati ananiambia fanya haraka haraka muda unaenda, ndani yangu nashuhudiwa kwamba huyo ni mtumishi wa Mungu. Sasa mama yake namfahamu. Nikawa nimemfunga pale vizuri, nimetoka, ibada ikaendelea. Baadaye wakati tunatoka nikamwambia mama yake nisubiri. Akanisubiri. Nikafanya shughuli zingine kwa sababu nipo kwenye kamati mbali za kanisa, nikamalizana nazo pale. Nikawa sasa nimeenda kuongea na mama yake. Nikamuuliza, yule kijana wako mdogo anasoma wapi na mmekusudia awe nani, mawazo yenu? Akaniambia kitu cha kushangaza, nikawa niko surprise zaidi mimi sasa. Akasema yule mwenyewe amechagua kuwa padri, ameniambia hivyo, na ameshachagua na shule ya kwenda kusoma. Nikacheka. Nikasema kwa hakika Roho wa Mungu alinishuhudia kitu kwamba yule ni mtumishi. Kwa hiyo nilitaka kujua kwamba wewe mama yake unajua. Sasa ulichonijibu na nilichokiona nimeainisha kwamba nimeona vema kwamba yule ni mtumishi wa Mungu. Kumbe kwa kuwa Mungu alinishuhudia kwamba yule ni mtumishi, huyu mama pengine kama angekusudia kumpeleka mahali pengine, ningemshauri kwamba hapana, huyu ni mtumishi wa Mungu, mwache akawe mtumishi wa Mungu. Unaona kwa nini nakwambia ni muhimu sana kujua nafasi hata za watoto wenu. Mungu ndiye anaweka karama ndani ya mtoto wako, sio mawazo yako. Haimaanishi wewe ni daktari basi mtoto wako atakuwa daktari. Inawezekana akawa daktari, lakini sio lazima awe daktari. Haimaanishi wewe ni mmiliki, wewe ni fundi makenika mkubwa na gereji nyingi, basi na watoto wako wote wewe fundi makenika gereji. Hapana. Wewe umepewa zawadi ya kuwa mtu wa makenika, kusaidia watu kutengeneza magari yao ili huduma zingine ziendelee, kwa sababu mwanadamu kila siku anasafiri. Usafiri ni huduma kubwa, vyombo vya usafiri lazima viwe salama. Basi umepewa baraka hiyo ya kutengeneza vitu vya watu. Sio watoto wako basi nao watakaa kwenye hiyo nafasi. Inawezekana Mungu akawaleta kwenye nafasi hiyo hiyo, lakini inawezekana akawaondoa huko,
akawapeleka kwenye nafasi nyingine yote. Kwa hiyo kukalia nafasi ni jambo la muhimu sana. Usipuuze, usipuuze, usipuuze kabisa. Mungu akubariki sana. Endelea kushare mafundisho haya kwa watu wengine, tuma kwenye magrupu mbalimbali nao wapate elimu, mafundisho, maarifa yatokayo mbinguni, ili wasibabaike wanapoingia katika ulimwengu huu. Wasibabaike kujua wafanye nini, watafute ile kusudi la Mungu na wakae kwenye hiyo position, ili wazipate zile baraka na Mungu apate kutukuzwa kupitia wao, na ile kusudi la Mungu likapate kutimia pia kupitia wao. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simon Mponga, hadi wakati mwingine, bye bye.